Mimi ni Baba Avic na hapa nipo kuletea uzoefu wangu, lakini leo nitakuwa na swala la kitaaluma ambalo linahusu drivers au madereva. Leo nataka tushare kitu kimoja kwa madereva, ni mambo gani inatakiwa uyafanye wewe dereva kabla ya kuanza kuovertake gari lililo mbele yako. Nataka kufanya overtaking, je, ni nini? Share. Nipo hapa kushare na wewe kile ninachokijua, na naamini na wewe lipo unalolijua. Hapa kijueni, tunakamilishana kwa namna hiyo. Leo tujadili ni mambo gani muhimu dereva uyafanye kabla ya kuchukua hatua ya kuovertake au kulipita gari lililo mbele yako. Ninachokijua mimi na sio ninachokijua, lakini ndio kinachotakiwa kufanyika ili ufanye safe overtaking yako au uweze kulipita gari lililo mbele yako kwa usahihi na salama kabisa. Kwanza, tathmini mazingira uliopo. Ukiwa na gari yako, gari mbele kuna gari nyingine labda inakwenda mwendo mdogo kuliko wa kwako, nao unatakiwa kufanya overtaking. Tathmini mazingira kwa kuangalia mbele magari yanayokuja. Tathmini umbali wa yale magari yanayokuja, kwamba una uwezo wa kuovertake lakini ukarudi kwenye njia yako ukiwa salama kabisa, pasina kusababisha ajali au kupata tatizo lolote. Hilo ni jambo la kwanza muhimu sana kulifanya kabla ya kufanya maamuzi ya kuovertake. Hakikisha mbele yako unaona sawasawa na gari zinazokuja mbele yako iko distance ya kutosha na kufanya overtake na urudi kwenye njia yako ukiwa salama. Lakini namba mbili, angalia vioo vyako. Kwenye gari kuna side mirrors, lakini kuna kile kioo pia cha katikati. Jiridhishe kwenye vioo vyako, uhakikishe nyuma yako hakuna gari inayotaka kujaribu kukuovertake wewe. Dereva wengi akishaona mbele ana uwezo wa kuovertake basi anachukua, kumbe nyuma yako kuna mtu naye aliona kama wewe anaweza kuovertake akaanza kutanua ili akupite wewe. Kwa hiyo ukienda bila kujiridhisha kwenye side mirror yako nyuma yako, basi utasababisha matatizo na ajali. Kwa jambo la pili, elekea kwenye vioo vyako. Jambo la tatu, kuna kitu kinaitwa blind spot, yani maeneo ambayo huwezi kuona kwa kutumia vioo vyako. Unaweza kukuta gari lako uwepo ambao vioo vyako vinaona, lakini kuna eneo kioo hakioni. Ile inaitwa blind spot. Kwa jiridhishe kwanza kwa kuelewa kwamba kuna maeneo kioo ulichokiona hakioni. Kwa unageuka usawa wa bega lako, alafu angalia usawa wa bega lako kwenye kioo chako kile cha gari, utajiridhisha. Kuna muda unaweza kukuta kuna bodaboda kumbe yuko chini ambapo kioo chako hakioni. Kwa unataka kuenda ulijiridhisha kumbe bodaboda yuko hapa chini, ukaleta matatizo. Kwa hakikisha kwenye blind spot yako, jiridhisha kwa kuangalia usawa wa bega lako hapa, ukiona ni salama. Hiyo ni jambo la tatu, utafanya overtaking. Jambo lingine kabla ya kufanya overtaking, baada ya kujiridhisha hivyo, pia hakikisha yani eneo unaotaka kuovertake halina kona. Yani usiovertake eneo ambalo unahisi umeona lakini mbele kuna kona. Kwa unaweza kuta ulijiridhisha ule umbali, lakini ulivyovertake ile kona kumbe ilificha kule kuna gari lingine likaja. Kwa jiridhishe hakuna kona. Hilo moja. Hilo jambo la nne, lakini sheria inakuruhusu kuovertake, kwa maana ya kwamba usiwe kuna ile mistari inayokukataza wewe kuto kuovertake eneo hilo, usiovertake. Kwa jambo la nne nataka kusema, jiridhishe kwa habari sasa ya sheria inakuruhusu kuovertake eneo hilo. Kwenye kona always, hata usipokuta mstari usijaribu kuovertake, sheria utakuwa umefanya kosa. Lakini kuna eneo unaweza kukuta wewe umeliona kama limenyoka, lakini kule mbele barabara inaenda kupata slope, kwa maana kwamba kuna gari likaibuka ghafla, au utaweza kuliona kwa sababu hizo ukadiria spidi ya yule anayekuja. Kwa watakufungia mstari unaokukataza kwenye alama na michoro ya usalama barabarani. Kasome hapo, utajua ni mistari ipi inayokukataza usiovertake. Kwa jambo namba 4, jiridhishe kwenye mstari na eneo hilo lisiwe kona. Namba 3, angalia uwezo wa gari lako. Sasa gari nalolitumia lina nguvu na power ya kutosha kuweza kuovertake gari hilo mbele yangu? Jiridhishe hivyo, kwa sababu gari hilo mbele umeshauona mwendo wake, na mimi mwendo unaoenda nina uwezo wa kuovertake na nikarudi salama tena kwenye njia yangu.
Hayo ni mambo ya msingi kuangalia dereva kabla ya kuovertake. Namba moja, tathmini umbali wa gari zinazokuja kwamba unaweza kuovertake kwa nafasi. Lakini namba mbili, vioo, jiridhishe na vioo vyako. Namba tatu, angalia blind spots. Namba nne, angalia sheria inasemeje, kwenye mlima usiovertake, kona usiovertake na sehemu ulipozuia na mstari. Lakini namba tano na mwisho, lakini na wewe unaweza kutuambia mengine, sio mwisho, ni mwisho according to me, kwamba angalia uwezo na power wa gari yako. Magari hayana uwezo wa kuovertake. Kwa mfano gari kama hata 1HZ kwenye mlima, afu mbele yako kuna gari ambayo unaona inataka kuovertake, sio nzuri sana 1HZ kuamua kutanua kuovertake. Inaweza kasinzia ikiwa ndio inataka kuovertake pale, ndio ikashindwa. Kuangalia power ya gari yako, ina uwezo wa kuovertake, ina huo uwezo kufanya execution na take action kwa kujiamini, na ukishaamua kutoka sasa, toka, usisite. Hiyo ndio sheria kuu katika kuovertake. Umeshajiridhisha, umetathmini, ukatanua, toka moja kwa moja, usisite katikati ya maamuzi yako. Thank you for watching. Asante kwa kunisikiliza. Mimi ni baba yake na Afrika, na hapa ni Kijiwe cha Baba Afrika. Usiache kushare, kulike na comment mpaka wakati mwingine. Thank you.